Pakistan imezindua kombora lake la kisasa la Fatah 3 ambalo kwa wakati huu linaonekana ni moja kati ya silaha muhimu kwa taifa hilo. Lakini wakati huu tunakufahamisha kwa mapana kuhusu kombora hili la Fatah. Baada ya jeshi la Pakistan kuzindua kombora la Fatah 3, silaha hiyo iliyo na uwezo wa kufanya mashambulizi ya masafa marefu imeanza kulinganishwa na kombora la BrahMos la India. Mnamo Mei 7, idara ya habari ya jeshi la Pakistan ilitoa picha ya kombora la Fatah 3 katika video ya tangazo inayoashiria kuhusu tayari wa kijeshi wa nchi hiyo. Ingawa idara ya habari ya jeshi la Pakistan haijafichua uwezo wa kombora la Fatah 3, wataalamu wa ulinzi wanaamini kuwa ni kombora la mwendo kasi linalosafiri mara 3 tu hadi 4 ya kasi ya sauti ambayo Pakistan imeunda ili kufikia malengo ya mashambulizi sahihi katika siku zijazo. Ukifuatilia mitandao ya kijamii, baadhi ya wachambuzi wanalinganisha Fatah 3 na BrahMos ambayo jeshi la India ilisema lilitumia dhidi ya Pakistan wakati wa operesheni ya Sindoor. Katika taarifa hii tunaangazia kombora hili la Fatah 3 na linalingana vipi na kombora hili la BrahMos la India kwa kulinganisha uwezo na ufanisi wa silaha zingine. Kombora la Fatah lina kitu gani zaidi cha kipekee? Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kombora hili la Fatah 3 ambalo watafiti wa masuala ya ulinzi wanasema kwamba taarifa zilizopatikana hadi sasa kuhusu kombora hili zinaonyesha kwamba jeshi la Pakistan linajishughulisha na mpango wa kutengeneza kombora lake la kipekee. Makombora ya Fatah ni silaha za kawaida zinazotumiwa kwa mashambulizi ya usahihi ya masafa marefu dhidi ya shabaha ambayo ni vigumu kufikia au kuangusha kwa sababu husafiri katika minuko ya chini. Fatah 1 ina masafa kwa kasi ya kilomita 140 wakati Fatah 3 ina safu ya hadi kilomita 400. Taarifa iliyotolewa na jeshi la Pakistan mnamo Aprili 28 mwaka huu ilisema kwamba kombora hili la asili la Fatah 3 lilitengenezwa hivi karibuni, lilikuwa limefanywa majaribio na kwa ufanisi mkubwa. Wachambuzi wanasema kwamba Fatah 4 ambayo ina umbali wa kilomita 750 pia ilijaribiwa kama kombora la kurushwa chini ya Fatah 3. Inaonekana iliundwa kwa kombora la kusafiri kwa kasi kubwa. Taarifa za video na picha zilizotolewa na ISPR zinaonyesha kuwa kombora la Fatah 3 linaweza kusafiri kwa kasi zaidi kuliko kasi ya sauti, na ambayo ni kutokana na injini maalum itwayo Ramjet engine. Picha hiyo pia inaonyesha kuwa muundo wake unafanana na kombora la HD-1 lililotengenezwa nchini China. HD-1 ni kombora la masafa marefu ambalo lilitengenezwa kwa mara ya kwanza na kampuni ya China mwaka 2018. Kulingana na kampuni hiyo, linasafiri kasi ya kilomita 2716 hadi 4321 kwa saa, ambayo ni kasi ya juu zaidi mara kadhaa kuliko kasi ya sauti. Kwa kuwa Pakistan inaagiza vifaa vyake vingi vya ulinzi kutoka China, wachambuzi wanaamini kwamba huenda Pakistan imepata leseni ya kutengeneza kombora la HD-1 ndani ya nchi. Wachambuzi wanaongeza kwamba kombora la BrahMos la India pia linatumia injini ya Ramjet kuongeza kasi ya sauti na lina mifumo ya mwongozo na kutafuta shabaha. Sawa na BrahMos, HD-1 inaweza kurushwa kutoka ardhini na angani. Vyombo vya habari vya India vimeripoti kuwa kombora hilo la BrahMos lina uwezo wa kufikia shabaha hadi umbali wa kilomita 290 huku likisafiri kwa mwendo wa kasi wa ajabu likiwa linaruka, jambo ambalo hupunguza muda wake wa kusafiri na huwapa walengwa muda mchache sana wa kujikinga na kombora hilo, na hufanya mashambulizi yake kwa haraka sana kiasi kwamba ni vigumu kwa mfumo wowote wa ulinzi wa kombora duniani kuzuia. Kulingana na BrahMos Aerospace, kombora hilo lina uwezo wa kukwepa rada za adui. Wakati huo, ingawa safu ya kombora la Fatah 3 haijafichuliwa, wachambuzi wanakadiria kwamba ikiwa inachukuliwa kwa toleo la kiwango cha kusafiri nje ya kombora la HD-1 la China, linaweza kufikia hadi kilomita 280. Lakini kwa kuwa Pakistan pia imeunda makombora yenye masafa marefu zaidi, wanaamini wachambuzi kuwa yanaweza kuongezwa hadi kilomita 400 na 500. Ameongeza kuwa kwa upande wa mwongozo wa teknolojia ya upatikanaji wa shabaha, uwezo wa makombora hayo unaweza kulinganishwa na ule wa BrahMos kwa sababu silaha za kisasa za China zina nguvu zaidi. Kwa mtazamo wao, wachambuzi wanasema kuwa Pakistan haina vifaa vya kisasa vya kusanifu na kufanyia majaribio ya injini za Ramjet na Scramjet za makombora. Kuna uwezekano mkubwa wa kuiomba China msaada pia. Wanasema suala hilo lilijadiliwa sana mnamo mwaka 2018 wakati kampuni ya China ilipotoa kombora la HD-1 kwa Pakistan, na kulikuwa na ripoti kwamba huenda kulikuwa na uhamishaji wa teknolojia.
Pia wachambuzi wanasema kwamba kidokezo kingine ni kwamba picha iliyotolewa hivi karibuni ya jaribio la Fateh 3 haionyeshi gari linalotumiwa kurushia kombora hilo, na inadaiwa kwamba India inatengeneza BrahMos ndani ya nchi. Kuna uwezekano kwamba injini za ramjet huagizwa kutoka Urusi. Wakiangazia kombora la Fateh 3, wanasema kuwa uwezekano kwamba Pakistan inaagiza injini hizo kutoka China na kwamba mfumo mwongozo utatengenezwa kwa ushirikiano na Uchina. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.